Kipengele cha pili ninataka kuzungumzia a clear picture of crypto in Africa. Ndio ninachotaka kuzungumzia a clear or cleared picture of cryptocurrency in Africa. Ni picha gani inayoonekana ya cryptocurrency kwenye bara letu la Afrika? Picha inayokujilia akilini wewe ni ipi? Kwenye nchi yetu ya Tanzania, crypto kwa miaka iliyopita ni utapeli. Yaani cryptocurrency inalinganishwa na LBL, sijui na watu wa Voltex, sina watu namna gani kwa miaka iliyopita. Na mpaka sasa kuna watu ambao bado wanafikiri cryptocurrency ni LBL iliyoendelea au iliyochangamka. Au ni mawazo, lakini clear picture ndani ya bara letu la Afrika ya issue ya cryptocurrency ikoje? Wewe usijidharau kuona unafanya cryptocurrency ukajiona ni wa kawaida, ukajiona maybe hauna maana au unajaribu vitu. Picha halisi ya cryptocurrency kwenye bara letu la Afrika ni kwamba 9% ya Waafrika wanaifahamu crypto, na wengine wameanza kuijaribu na wengine wanaitumia. Kwa hiyo 9% ya watu ndani ya bara letu la Afrika tayari wanajaribu, wanatest cryptocurrency kujua ladha yake, lakini wanasikia taarifa zake, wanafanya kidogo kwa mbali. Kwa nini sasa watu wa bara la Afrika wameanza kugeukia kwenye ulimwengu wa crypto, na tunategemea kufika mwakani mwezi wa 5 wa 6 zaidi ya 20% ya watu wa Afrika watakuwa wamejiengage kwenye cryptocurrency? Kwa nini wanajaribu kuingia huko? Nafikiri sababisho kubwa sana, watu wengi zaidi ya 42% ya bara la Afrika ambao tunategemea kuja kufika 20 na 30 watakuwa wameingia kwenye mfumo wa cryptocurrency au wamejiengage kufika 2030, zaidi ya 42%. Yaani wale ambao sasa hivi naona hawana smartphone, wale ambao naona sasa hivi bado hawaelewi cryptocurrency ni kitu gani, wataalamu wanatuambia kuja kufika 2030 zaidi ya 45% watakuwa wamejiengage kwenye cryptocurrency. Na kwa nini watajiengage? Kwa sababu ndiko ajira zilikohamia. Sababu ya kwanza, ajira sasa hivi zimehamia kwenye digital, zimehamia kwenye cryptocurrency, digital assets, na kwenye mifumo mipana ya AI ndiko ajira ziliko kimbilia, kwa sababu watu wanasoma vyuo, wakimaliza wanagundua ajira hamna, hawana kitu cha kufanya, na kupitia kutokuwa na kitu cha kufanya wanakutana na ushawishi wa wadau wengine, hii jaribu hiki kitu, anajikuta amejaribu forex, anajikuta amejaribu cryptocurrency. Panapokubali hapo majaliwa ya Mungu anaanza kufanyia kazi hilo jambo, kwa sababu tuna uhaba wa ajira ndani ya bara letu la Afrika. Kwa hiyo kuja kufika 2030 watu wengi watakuwa wamejiemploy, wamehamia upande wa pili kwenye issue ya cryptocurrency, kwa sababu ndiko ajira zilikohamia, hususan kwenye rika la vijana. Lakini kitu kingine ni mifumuko ya bei. Mfumuko wa bei, fedha zetu zinapanda thamani na kushuka thamani sana, lakini bidhaa zinapanda thamani, yani kuna vitu haviko sawa. Kwa hiyo kwa sababu ya mifumuko ya bei, mara siku ya leo vitu vimebadilika. Kuna watu wanaamua ku withdraw their money, they take them into cryptocurrencies. Wanaamua kuweka kwenye mfumo wa USDTs, lakini wanaamua kuweka kwenye Bitcoin huko kwa sababu wanasikia inapanda. Kuna muda inapampu, ikipampu wanauza, ikishuka wananunua, wanapata faida. Maisha yanafanyaje? Yanaenda. Wameshaona biashara za kufanya kwenda Kariakoo, si kwenda wapi, ni losi, ni kuchoshana akili, ni kukimbizana na serikali. Kwa hiyo wanaamua kuingia kwenye hii mifumo. Mtu anakuwa kazi yake ni kucheza tu. Coin fulani ikishuka anaishi nayo, ikipanda anauza, ana dola zake 3000 4000 ndo anacheza nazo. Ikishuka yani akiona imeshuka kama 12% ananunua, ikipanda 7 8% anauza. Kwa alishatengeneza dola 700, dola 1000, dola 2000, maisha yanaendelea kwa namna hiyo. Lakini kitu kingine ni ukuaji wa teknolojia. Teknolojia inakuwa kwa kasi sana, inakuwa kwa kasi sana. Na kwa sababu inakuwa hivyo, maarifa yanaongezeka, ufahamu unaongezeka,
vitu vingi ambavyo watu walihitaji kujifunza kwa kusoma vitabu, sasa hivi hawasomi vitabu, they just listen. Anafungua mtandao, anatafuta kitu fulani, anajifunza, maisha yanaendelea. Na humo kuna kujifunza mema na kuna kujifunza mabaya. Kwa hiyo teknolojia inaendelea kwa kasi sana, lakini kitu kingine ni upevu wa elimu. Tumekuwa na wasomi wengi. Ukiangalia grafu yetu namna inavyoenda, ya kwetu inaanza chini ikiwa ndogo, inaenda inaongezeka kwenda juu. Kwa hiyo ikifika kule juu inaenda inabana. Kwa wale wataalamu wa geography wanaelewa, kwa sababu wazee wengi tulionao shule kuna namna hawakufika sana, waliishia njiani, wengine wakasoma. Kwa wasomi ni wachache kule kwenye uzee, kuanzia miaka 45 na kuendelea huko wasomi ni wachache, lakini kuanzia miaka 45 kushuka kuja kwenye 18 umri huu wasomi ni wengi sana. Kwa hiyo kwa sababu wasomi ni wengi sana, maana yake na udadisi ni mwingi sana. Uchambuzi yakinifu ni mwingi sana, utafiti ni mwingi sana. Lakini kitu kingine ni upevu wa fikra. Upevu wa fikra, watu wana fikra pana, wanaendelea kuongezeka kwenye eneo la ufahamu tofauti na kipindi kile, na haya yote ni kwa kusaidiwa na nini? Na teknolojia. Lakini ndani ya bara la Afrika takwimu zinasema kwamba nchi ya Nigeria ndio inaongoza kwenye ulimwengu wa cryptocurrency. Wameijua cryptocurrency kwa upana sana. Na ni nchi ya pili duniani kwenye adoption ya cryptocurrency. Kwa hiyo wametutangulia kuwa nchi ya kwanza bara la Afrika, na imekuwa ni nchi ya pili kwenye ulimwengu mzima kwenye adoption ya cryptocurrency. Sasa kuna mataifa mengine yanaendelea kama South Africa, lakini Kenya kwa upande wa East Africa wanatuongozea, wakifuatwa na Uganda. Ila Uganda wana utofauti kidogo na Kenya. Kenya kuna kaujanja fulani, kautapeli fulani hivi, lakini Uganda wamesenta sana kwenye DeFi. Sijui kama watu wanaweza kaelewa. Anyway, I will explain later. Nitakieleza DeFi ni kitu gani baadaye kidogo, lakini kwa watu wa masuala ya cryptex na wengine wanaweza kawa naelewa DeFi, ninapozungumza DeFi ni kitu gani. Kwa hiyo kwa upande wa Kenya kuna mchanganyiko hapo, kuna utapeli, kuna nini, ndio maana kuna muda mnaona namba za kujumlisha 254 zinakuwa zinapita, zinatuma message za kitapeli na nini. Kenya wana mchanganyiko, kuna upevu mzuri na kuna upeo mbaya pia kwenye masuala ya cryptocurrency, lakini ndio wanaotuongozea kwenye East Africa, wakifuatwa na Uganda, ambao Uganda wamesenta sana kwenye DeFi. Lakini tunakuja kufuata sisi ambao tunachipukia. Tanzania inachipukia haswa, lakini wataalamu wanasema wanaipa miaka miwili, Tanzania itakuwa mbali sana. Yaani itakuwa mbali sana, na si ajabu hayo mataifa ninayoyazungumza hapa tunaweza tukayazidi kwenye ukanda wa East Africa, kwa sababu kuna mapokeo yameonekana, hususan kwenye sarafu kadhaa ambazo watu wengi wamejikuta wakijiengage, wakishiriki. Na wataalamu wanatuambia hivi, zaidi ya watu 500,000 mpaka 2,000,000 wa Tanzania wanajihusisha na cryptocurrency. Wanajihusisha na cryptocurrency pamoja na forex. Kwa watu 500,000 mpaka 2,000,000 wanafanya transactions za cryptocurrency. Sasa mtu atasema serikali nitaikimbia, sitailipa kodi. Wamepata wapi takwimu hizi? Wanazipata wapi takwimu za kujua kwamba watu 2,000,000 na zaidi wanafanya masuala ya cryptocurrency ndani ya taifa letu la Tanzania? Wanapata wapi taarifa? Taarifa wanazo, kwa sababu unapomtumia wakala fedha kwenye exchange fulani, wakala akakulipa, yule wakala amejisajili kwenye serikali kama mtu wa cryptocurrency. Kwa hiyo miamala yake inapopitiwa na watu wa BOT kwenye auditing, wanajua kwamba wakala fulani wamelipa kwake namba tofauti za simu na amewalipa watu tofauti masuala ya USDTs au BNB, amewalipa watu kadhaa. Kwa hiyo inawasaidia wao kujua takwimu kamili ya watu ambao wanajihusisha na cryptocurrency. Na ukumbuke mdhibiti mkuu wa masuala haya ni BOT.
akisaidiwa na watu wa mahakama, watu wa sheria na watu kina CAG, wakaguzi wa hesabu za serikali. Kwa hiyo hao wote ndio wadhibiti. Kwa hiyo takwimu hii ni nzuri. Ukichukua idadi ya watu tulionayo ya watu milioni 60 plus, sasa ukikuta watu milioni 2 kwa nyakati hizi tayari wanajihusisha na swala la cryptocurrency, maana yake miaka miwili inayokuja, kwa sababu kuanzia mwezi wa 7 kuna mabadiliko makubwa, maana yake kuja kufika miaka miwili ijayo hatutakuwa watu milioni 2, tunaweza tukawa watu zaidi ya milioni 18, watu zaidi ya milioni 20 ambao wanajihusisha na swala zima la cryptocurrency. Na usisahau wa Tanzania tunaenda kwa peer pressure, peer group. Ndio namna tunavyoenda. Mtu akisikia kitu fulani kimetiki na fulani anakifanya, na yeye ana rely huko mapema sana. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanasema sasa mimi hii Bitcoin au hii nani USDT nikiwa nayo, au mimi basi nikiwa na sarafu fulani hizi ambazo watu wana mine bado hazija launch, nitawezaje kuzitumia, nitazitumiaje? Umemsahau Mtanzania. Wewe umemsahau Mbongo namna alivyo. Akisikia kuna kitu sasa, nilikuwa namcheka kumbe katoboa. Yeye mwenyewe akisikia kuna coin ipo, watu wana mine, ata mine kama vile ana akili nzuri. Tumekuwa tukisikia shuhuda mbalimbali za watu waliozembea kwenye Bitcoin. Wengi sana wamekuwa mashuhuda wazuri, ambapo walivyoisikia pai walikimbilia kana kwamba sio wao. Yaani walikimbilia, hawataki kujua, yani hata white paper nadhani hawajasoma, ila walikimbilia, walisema siwezi tena kukosa kupishana na gari la mshahara. Ndivyo tulivyo sisi wa Tanzania. Kwa hiyo usiogope, kikubwa tunza sarafu yako, ishikilie. Lakini nchi nyingine ni kama Mauritius na kwingineko, wote hao ni watu makini ambao wanapambana na masuala ya cryptocurrency. Lakini kwenye DeFi ndiko ambako Tanzania tuko nyuma sana. Tuko nyuma haswa. DeFi tuko nyuma kidogo. Yaani wapendwa, in short hapa tuko nyuma kwenye decentralized finance. Unajua DeFi ina vipengele kama, inaweza kuwa na vipengele hata 8, lakini mimi vipengele ambavyo ni vya msingi sana na vifahamu na ninavipenda. Kipengele cha kwanza ni lending and borrowing. Lazima tujue kwamba mtu unapokuwa kwenye mfumo wa cryptocurrency kule unaweza kukopa. Unaweza kukopa ukafanya mambo yako, ukaendeleza miradi yako na ukalipa kidogo kidogo, au ukakatwa kwenye sarafu ulionayo. Anyway, watu hawajalijua hilo. Ni kwamba DeFi inazungumzia issue ya lending and borrowing. Hii ni kwamba mtu anaweza kuwa labda unatumia maybe Binance au Elobank na kwingineko, lakini kule umeweka labda dola 2,000, ukaenda kule ukakopa dola ukakopa thamani ile dola 2,000. Kama ambavyo nasikia mtu anaweka bondi kitu fulani, au kama ambavyo mnasikia mtu anaweza kwenda benki akaweka kitu tunakiita cash cover. Kwenye benki kuna kitu tunakiita cash cover. Cash cover ni kwamba nina fedha zangu benki milioni labda 500, ila sitaki kuzigusa kwa sababu maybe napata commission kwenye vitu fulani, nataka zitumike kama bondi ya mimi kupata mkopo benki. Kwa hiyo ninakuja naambia, angalieni mimi nina milioni 500, lakini hapa nataka milioni 300 na sitaki kugusa kwenye hela yangu. Hiyo hela nimeweka kwa makusudi maalum. Nataka milioni 300 mimi niende nifanye uzalishaji, nirudishe hela zenu, au tunasema wow, it's just okay. Ile iliyopo tunaikava, tunaihifadhi, tunaifunga ile fedha. Tunakupa fedha yetu sisi, unaenda unazungusha, unarudisha, unazungusha, unarudisha, unafanya biashara zako unazalisha, unarudisha. Sasa hichi kitu kinafanyika kwenye DeFi, ila wa Tanzania huku tuko nyuma, bado hatujajua. Lakini kuna kitu kinaitwa saving and earning interest. Kusave na ku-earn interest. Kuna coin zipo, mtu unaweka na unapata faida. Na haya wamekuwa wakifundisha mamenta. Tatizo la mamenta, wanafundisha kwa gharama kubwa, kiasi kwamba ambacho wanawakamua wa Tanzania sana. Ni moyo ambao hauna huruma na hauna upendo. Nafikiri hawa nitawaongelea baadaye.
Lakini tuna trading crypto assets. Kutrade ndio hicho nilichozungumza mwanzoni kwamba mimi naweza nikawa nina mtaji labda wa milioni 100, nikawa nacheza na Bitcoin tu, sinunui sarafu zingine, kwa sababu kuna kwenye kule tunapoona kwenye mitandao huko kuna sarafu, kuna token ambako token zinaweza kugawanyika nafikiri mara mbili. Tuna pepe na tuna shiti. Sasa shiti, mfano kuna shiti moja imetoka juzi hapa, watu wamenufaika nayo, lakini kuna watu wamepigwa hasara. Leo nilikuwa naona watu wanalia, mtu ameweka dola 1000, leo anaangalia amebakiwa na dola 50. Shiti ile imekula hela kwenye dola 1000, amebakiza 50. Lakini mwingine analia, aliweka tu 100, nafikiri aliweka jana, leo ziko 2, ziko dola 2. Na ile shiti mimi juzi wakati kuna mtu nilikuwa tunashirikishana, kaniambia, nikaenda kuchungulia, nikamwambia usitie hela hapo, utaliwa kabisa, kwa sababu hii kwanza haina mtandao wowote. Mimi nilijaribu kufanya analysis kidogo, nimeenda kwenye website kutafuta, hawana website. Nikatoka kwenye kutafuta kwenye website, nikaenda kwenye mitandao ya kijamii, mtandao wa X na kwingineko, nikaangalia. Unajua coin kama coin haiwezi kukosa website. Coin kama coin haiwezi kukosa social networks, kwa sababu social networks huko ndiko ambako wana gain popularities, ndio wanakopata watu wengi sana. Lazima coin kama coin ambayo ina msingi mzuri iwe kwenye mtandao wa X, iwe kwenye Telegram, lazima utakutana nayo. Sasa hawa hawana chochote. Hawa ni kwamba wamewalisha watu loss, lakini waliocheza nao juzi usiku wao wamegain, wamepata profit ya kutosha. Ila wale walio delay wakisubiri ipande zaidi ipampu, unaona umeweka dola 100 alafu imekuzalia 60, unasema sasa 100 kwa 60 mbona kama haija make sense, wakati mimi nimeweka 100 nataka nipate 4000, nipate 7000. Ni kweli kwenye shitcoin inawezekana, sababu kuna siku mtu ameweka dola 0.75 akapata dola 850 just last month, akapata, akautangazia ulimwengu kwamba nimepiga hela leo kwa muamala mdogo. Lakini ukiangalia amefanya kwa muda gani, ilikuwa ni ndani ya dakika 48. Baada ameweka sasa hivi ndani ya dakika 48 alishamaliza kila kitu, ashachukua na faida yake. Maana kama angechelewa ndani ya dakika moja angekula short. Wenzio wanalia wamepigwa. Kwa hiyo tunapozungumzia trading crypto assets, nazungumzia wale ambao wanaweza kutrade kwenye features. Unaweza kutrade leni, jifunze candlestick, jua candlestick. Hapa ndo ambapo kwenye DeFi naweza kuwalaumu sana mamenta tulionao Tanzania. Tunazidiwa na Wakenya na wa Nigeria, kwa sababu wale majamaa wana upendo sana, walifundishana wao kwa upendo, kwa gharama nafuu na kwa gharama ndogo. Wewe unafundisha cryptocurrency, unataka kumfundisha Mtanzania kwa milioni 1, kweli wewe unayo? Ndio tatizo linapoanzia hapa. Haya maarifa watu wameyakosa kwa sababu mamenta wanataka pesa nyingi sana. Sasa Mtanzania wa hali ya chini ambaye amemaliza chuo, hana maisha, anatamani ajue cryptocurrency, awe ana trade, aweke dola 10, azalishe taratibu zimletee 100, azalishe hizo 100 zimletee 1000, azalishe 1000 zimletee 10,000, azalishe 10,000 lete laki lete milioni, hivyo maisha yake yabadiliki. Wewe unataka kumfundisha kwa milioni. Yani hata hiyo dola 10 kuipata aiweke kwenye feature trade hana. Kwa hiyo nafikiri kama kuna mamenta huko ndani, hebu kuweni basi na huruma, angalieni namna ya kusaidia jamii zetu tuweze kuinua kizazi tulicho. Wewe chagua watu hata 3 unaweza kuwabeba, basi wabebe, alafu ambie moyo niliouwekeza kwenu ndani ya wiki 2 wa kuwafundisha mkaelewa, nendeni na ninyi mkawafundishe wengine kwa gharama ndogo, hata 10,000 hata 20,000 basi. Sio unafundisha unamwambia mtu alipe 500,000, alipe 700,000, alipe 300,000. Kwenye uhalisia wa maisha ya Mtanzania ziko wapi mtu anazo? Kwa hiyo kama kuna mamenta au ndani, mimi leo nazungumza na ninyi, wasaidieni vijana, wasaidieni watu, wasaidieni tu kwa gharama ndogo za kawaida, muwafundishe wajue namna ya kutrade, kwa sababu crypto ukijua namna ya kutrade, ukijua namna ya kusoma, kufanya analysis, wewe unatoboa. Hata kama una dola 3 unaweza kuzizalisha wewe zikakuletea hela. Lakini sasa ndo kwa sababu ili ujue ni kazi,
ili uweze kuelewa hizo candlestick namna zinavyotembea. Hapa sasa soko linaelekea kushuka, hapa linaelekea kupanda, nifanye nini hapa, nanunulia wapi, nauzia wapi, na achaje na stop vipi loss. Yani ili uvijue ni lazima ukutane na mtaalamu. Huwezi kujifundisha wewe mwenyewe ukatoboa kirahisi rahisi. Na mitandaoni, ukiangalia mitandaoni wanafundishaga pasho, yani wanapita pita tu ili uwafuate inbox. Wafuata inbox wanakuambia kama hauna dola 100, hauna dola 500, hauna dola 1000, mimi sifundishi. Sasa ni waombe walimu wa crypto ambao mpo ni mamenta au mnajua, jitokezeni inbox, niambieni basi, sikiliza mkufunzi, mimi natamani kufundisha watu issue ya cryptocurrency, lakini nataka watu 10 tu, au watu 10 labda wanichangie 5,500, nitawafundisha kwa wiki 2 wajue, wachange 5,500, mimi nitaimplement hilo jambo, nitawatangazia watu kadhaa ambao wako tayari watachanga hiyo 5,500 au 10,000, nitakupatia hiyo fedha. Lakini uwafundishe, uwavushe watu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Yani kukulipa wewe fedha na kukwambia asante, asante ni kubwa kuliko hiyo fedha. Tumekuwa tukijitolea, mfano kwenye issue ya Pi Network tumejitolea sana kutrain watu, tumejitolea sana kufanya watu, kuwafanyia watu ma KYC, muda mwingine mausiku unahangaika unawafanyia watu KYC, lakini humo wakati tunawafanyia watu KYC labda kwa 5,000, labda kwa 10,000, mtu anakupa nauli, bwana asante, umenisaidia, kwa moyo wa utashi na kwa dhamiri njema na kwa moyo wa kupenda. Kuna watu walikuwa wanapiga 200,000, kuna watu walikuwa wanapiga 300,000. Mtu anakwambia nauza linki ya Pi. Jamani mpendwa, hiyo ni hela ya laana. Muda mwingine eti unakula fedha ya laana ambayo haina faida yoyote. Kama walikupa hizo 200,000 zao na coin yenyewe bado mpaka sasa Pi haijaingia sokoni, wanajutia hizo fedha zao walizokupa wafanyie KYC. Wanajutia hiyo linki uliowauzia wakati wangeweza kudownload wenyewe kule Play Store, lakini hawakujua, walikosa maarifa. Lakini walivyofuata, jamani nimesikia kitu kizuri ambaye anauza linki, ukapiga 50,000, ulishazitumia zimeisha, lakini ile spirit inakuwa inakutafuna. Kwao ni waombe mamenta, wasaidieni watu. Lakini kwenye issue ya decentralized finance kuna issue ya insurance na kuna issue ya payments. Insurance watu wanaweza wakawa waelewi sana, lakini hivyo vipengele vya kwanza nilivyoviongelea ni vya msingi sana. Insurance unaweza kaipata, mfano kama kwa watu wa Cryptex huko wanajua, wanaweza wakawa naelewa. Lakini payments ni malipo mbalimbali, decentralized finance. Mimi kwa siku ya leo niombe niishie hapo. Hivi ni vipengele ambavyo juzi nilivizungumzia, lakini kwa bahati mbaya nilitumia zile voice za kuview once, vitu vikapotea, kwa hiyo watu hawakuvifaidi. Leo nimeona nirudie, huenda kuna ambavyo nimevimisi basi, lakini nilivyovishare hivyo hivyo vinaweza kukusaidia kusonga mbele.